Hello, mimi naitwa Eric Bunono, ni mwanasaikolojia na nadhani tumepotezana kwa kipindi fulani hivi, lakini tumerejea tena. Kwa mara mwisho tulikuwa tunazungumzia issue za afya ya akili na namna ambavyo zinaweza kumwathiri mtu katika mitindo yake ya maisha na nyanja zote za kimaisha kiujumla. Leo nataka tuzungumzie namna ambavyo changamoto hizi za afya ya akili zinaweza zikamwathiri mtu kazini. Wengi wetu tuko makazini. Kwa mujibu wa tafiti zinasemekana kwa takribani 15% ya watu wote wanaotakiwa kuwa na umri wa utu uzima wanakaa makazini, kwa maana ya kwamba wanapatikana makazini. Na approximately masaa 40 kwa wiki watu hao wanapoteza akiwa wanafanya kazi makazini kwao, ambayo ukijumlisha unaweza ukapata kwa hesabu ya kawaida ni masaa 8 kwa siku, 40 kwa wiki, lakini almost masaa 2000 na kitu hivi yanapotea kwa mwaka. Hii maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba tunatumia muda mwingi sana kwa mahali petu pa kazi. Na hivyo changamoto zikiwa nyingi mahali petu pa kazi, basi zinaweza kutengeneza msongo wa mawazo na hatimaye kutupeleka kwenye changamoto za afya ya akili. Huku makazini tunakokaa, tunakoishi, tunakofanya kazi, tunakospendi muda mwingi sana kuliko hata familia zetu, kukiwa na changamoto huku, hakika changamoto hizi tunazirudisha tena majumbani kwetu. Kwa hiyo inakuwa ni kama cycle fulani hivi. Huku umekwazwa na bosi wako, kutoka kwa bosi wako unazipeleka kwa mke wako, kwa mume wako. Mume zinahamishwa, zinapelekwa kwa watoto, mwisho wa siku watoto wanazipeleka shuleni. Kwa hiyo mnakuwa mko kwenye cycle fulani hivi, kama msongo wa mawazo, kwa changamoto nyingi sana za afya ya akili. Leo nikataka tushare baadhi ya vitu. Ni vitu gani basi huku makazini kwetu ambavyo tumekuwa tukifanya kazi katika hayo mazingira bila kujua kama yanaweza yanatupelekea kupata changamoto za afya ya akili. Tuna mambo kama 7 makubwa ambayo yanaweza kutufikisha kwenye changamoto za afya au yanaweza kuwa kama sababu moja hapo kubwa ya kutupeleka huko. Sababu ya kwanza ambayo inatufanya tuweze kuwa na changamoto nyingi za afya ya akili ni kuchukuliana poa kimajukumu. Bosi wako huenda amekupa majukumu na yale majukumu unayafanya, lakini huenda wewe mwenyewe au wafanyakazi wenzako wakaandamine, wakawa wanayaona kwamba hakuna kitu anafanya huyu, hakuna chochote, wakati wewe unatumia nguvu nyingi sana kuweka kazi zako pale. Na si kwamba kweli hakuna kitu unafanya, una give 100, unafanya kazi kwa 100% kwa uwezo wako wote, lakini bado hakuna mtu ana appreciate kile kitu ambacho unakifanya. Hii inaweza kuwa ni sababu mojawapo ya kusababisha msongo wa mawazo au changamoto ya afya ya akili. Kitu kingine cha pili ni romance, majungu ikiwa mengi kazini, kazi lazima iwe very stressful, lazima iwe na kuchallenge, yani itakutengenezea msongo wa mawazo. Unamka zako asubuhi, ukiingia koridoni ni majungu, ni mbea au kumsema mtu na nini, kusengenyana. Hivi vitu vinaweza pia vikawa vinampelekea huyu mtu ambaye anapigwa majungu hayo kuhakikisha kwamba zinamfikisha kwenye changamoto za afya ya akili. Kwa sababu unapokuwa unasemwa, ukiingia kazini unakosa furaha, unakosa amani. Inakuwa ni kama umeingia sehemu ambayo haukubaliki, hautakikani pale. Kwa hiyo inakudrive kwenda kwenye changamoto za afya ya akili. Ukiachana na hiyo, sababu nyingine ya tatu ambayo inaweza ikawa ni changamoto ama ni source ya changamoto za afya ya akili ni silent treatment, kimya. Unaweza unaenda kazini kwako ikawa kama wewe ni stranger, kama ni mgeni, hakuna mtu anakuzungumzisha kitu, hauna mtu akupiga naye story, ni kama watoto wamekutenga fulani hivi. Kwa hiyo hata kama una jambo lako hauna mtu akushare naye, unaonekana kama nguruwe fulani hivi aliyepotelea akajikuta anaingia msikitini. No one anakutaka kwenye sehemu hiyo. Kwa hiyo mwisho wa siku unakuwa mwenyewe siku nzima. Imagine unaspendi masaa yote ya 8 silently, hauna mtu akupiga naye story, hauna mtu akuzungumza naye, hauna mtu kumuuliza kitu kama kazini kinakuchallenge au unahitaji msaada. Na hivyo yale masaa 8 unaweza kuona kama siku au wiki kabisa kwa ule muda ambao unakaa kazini. Na ukitoka pale brother, kutokuwa salama, hizo stress zinahamia kwingine. Kitu kingine ambacho kinaweza ikawa kinatufikisha kwenye changamoto za afya ya akili ama kinazizalisha ni kupewa majukumu ambayo ni unrealistic, hayatimiziki. Yaani unaingia kwako, boss anakupa majukumu ambayo hayako kwenye ratiba.
unajua kabisa natakiwa nifanye majukumu yangu ni 1, 2, 3. Lakini ukifika pale kila siku ana ratiba mpya. Majukumu uliokuwa umepanga kuyafanya kwa leo sio unaoyafanya. Leo unakuja na la kwake. Ukija kesho unakutana na majukumu mapya mengine. Muda uliojipangia kufanya ana muda wake. Huko una ile wala lile, mara kuna vikao vya dharura haviishi. Ukipewa majukumu ni majukumu ambayo hayapo kwenye utaratibu wako wa kila siku. Na ukiangalia hayana manufaa, hayana maana, ni kama amelenga kukukomoa, kukupa majukumu ambayo anajua ili litamzidi tu. Ili hatotoboa, ili hatafika mahali, hatafanikiwa. Na hivyo ukijikuta kweli unaifanya hilo jukumu unaliona halina maana wala msingi wowote katika kazi unaifanya, lakini kwa sababu ni bosi wako inabidi ufanye tu, hauna namna. Unapokea tu na kuendelea kufanya. Hii unaifanya lakini roho ikiwa imeinama. Na mwisho wa siku uweza umefanya vizuri au umefanya vibaya, inakuja kile kingine ya kisababishi cha msongo wa mawazo kazini, kutokuwa appreciated. Unafanya kazi kubwa alafu mwisho wa siku hakuna appreciation yoyote ile mtu anakupatia. Kila siku ni lawama tu. Lawama hizi zinakuja pale ambapo unafeli, lakini haziji pale ambapo umefanya vizuri. Uone kama kuna appreciation yote la acknowledgement kwamba at least tumefanya vizuri katika hili. Wow, hilo umelitimiza. Hiyo pia ni changamoto nyingine sasa ambayo inazalisha kwa kiasi kikubwa sana changamoto za afya akili makazini kwetu. Una bosi ambaye kila siku yeye analalamika tu. Kila siku ya Mungu wewe hakuna kitu kizuri unakifanya. Kila siku ya Mungu wewe unafeli tu. Anaona mabaya yako peke yake, haoni mazuri. Pao unapofanya vizuri mtu mwingine anachukua credits au yeye. Pao unapofanya vibaya inaonekana ni kama hujawahi kufanya kitu kizuri hata siku moja. Kwa hiyo unajikuta baya moja unasimangwa siku nzima. Na mazuri yako mengi uliyofanya hata 10 hayaonekani, yanafunikwa na ile baya moja. Hiyo pia ni changamoto kubwa ambayo inasababisha changamoto nyingi za afya akili yetu ya kazi. Ukiachana hilo kuna kuchukua credit. Umempa kufanya kazi, afanye kazi. Ama mfanyakazi mmoja anafanya kazi, afu mtu mwingine anakuja kuchukua credit over ile kazi ambayo umefanya. Hii pia inashusha, inaua morali kabisa ya yule mfanyakazi. Na anaona kama hapa sasa mimi sitakikani, sitajiki mahali hapa. Hii inamnyima morali ya kufanya kazi na kutisha kwenye msongo mkubwa sana wa mawazo. Kwa hiyo mwisho wa siku anaanza kuperform below standard. Kwa sababu kwa nini sasa nifanye kazi unituma? Kama nafanya kazi afu mwisho wa siku hakuna acknowledgement na watu wanakuja kuchukua credit over kitu nilichofanya mimi. Kwa hiyo mtu anakuwa anaingia kazini basi tu kwa sababu anataka kuingia kazini, lakini hali morali ya kazi ana hata moja. Kwa hiyo hii pia ni changamoto nyingine ambayo zinatokea kazini watu bila kujua. Wengine wanazifanya kabisa makusudi kuhakikisha kwamba wewe unapitia ugumu fulani. Nikwambie tu, katika maisha haya tuna watu wa namna mbili. Kuna watu ambao yeye akiona jambo lako linaenda vizuri, yeye anaumia kishenzi.